kamilisha matangazo haya, na kwa namna hii basi nikuunganishe na mwenzangu Samuel Chamlomo ambaye tayari yuko katika ukumbi wa bunge kukuletea yote yatakayojiri. Kwa namna hiyo basi jiunge nasi sasa hadi tamati ya matangazo. Karibu. Asante sana Victoria Patrick, nimekupata vizuri kabisa. Mtazamaji wa TBC, leo ni kikao cha 3 ikiwa ni Januari 29 mwaka 2015, na kama mwenzangu Victoria Patrick alivyokudokeza ni kwamba mara baada ya Spika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingia ndani ya ukumbi wa bunge, moja kwa moja kutakuwa na maswali ya papo kwa papo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na vile vile kufuatiwa na kipindi cha maswali ya kawaida, na baadaye kutakuwa na hoja au kujadili jambo la dharura. Kama utakumbuka kwamba hapo jana Mheshimiwa James Francis Mbatia aliweza kutoa hoja ya kujadiliwa swala la dharura kuhusiana na tuhuma za kukamatwa kwa mwenyekiti wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba. Kwa hiyo swala hili, hoja hiyo itajadiliwa leo hii, na kama unavyoona Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari ndivyo anavyoingia katika ukumbi huu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuanza kikao cha 3 kwa siku hii ya leo. Lakini pia kutakuwa na kamati mbalimbali zitaweza kuwasilisha, ambapo kutakuwa na bunge litapokea na kujadili taarifa ya kamati ya hesabu za serikali pamoja na mapendekezo na maoni yaliyomo kwenye taarifa hiyo, na vile vile kutakuwa na taarifa ya kamati ya hesabu za serikali za mitaa pamoja na maoni na mapendekezo yaliyomo kwenye taarifa hiyo. Kukuletea matangazo haya naitwa Samuel Chamlomo. Karibu tuwe sote hadi mwisho wa matangazo haya, na tuanze kwa dua. Dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba uibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Tukae. Naonyesha alivyokuwa amechelewa. Katibu. Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa wabunge, leo ni siku ya Alhamisi. Tunatumia nusu saa ya mwanzo kwa maswali kwa Waziri Mkuu, na bahati mzuri leo kiongozi wa kambi ya upinzani yupo. Kwa hiyo nitamuita aanze kuuliza maswali. Mheshimiwa kiongozi wa kambi ya upinzani. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kunipa nafasi ya kumuuliza Waziri Mkuu swali la kwanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais. Na ili uchaguzi huu uweze kufanyika katika mazingira yaliyo huru na salama, ni lazima pawepo na daftari la kudumu la wapiga kura ambalo halina utata miongoni mwa wadau wote katika taifa. Serikali yako Mheshimiwa Waziri Mkuu ilitangaza kwamba zoezi la kuanza kuandikisha wapiga kura kwa utaratibu wa biometric voter register ungeanza Februari mwaka 2014, lakini utaratibu huo haukuanza. Baadaye serikali ikatangaza itaanza Septemba 2014, kazi hiyo haikuanza.
Kisha serikali ikasema itaanza Disemba 2014, kazi hiyo haikuanza. Hatimaye serikali ikatangaza litaanza tarehe 30 mwezi wa Januari 2015, yaani kesho, na kazi hiyo haitaanza. Sasa tume imesema itaanza kuandikisha wapiga kura nchi nzima tarehe 15 Februari mwaka huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati taifa likiwa linahairishwa kila siku kuhusu lini utaratibu huu unaanza, tume iliomba kuletewa kits kwa ajili ya uandikishaji 15,000. Serikali ikasema haina uwezo. Katika hatua baadaye ikasema itaweza kutoa kit 8,000. Hadi tunapozungumza hizo kiti haziko nchini, na ambacho kimejitokeza wakati wa zoezi la majaribio, zilitolewa kiti 250 ambazo zilifanywa majaribio katika jimbo la Mlele kule Katavi, jimbo la Kilombero na jimbo la Kawe kule Dar es Salaam. Majaribio ambayo yalionyesha kwamba mitambo hii ina matatizo makubwa, na kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana kutoka kwa wadau kwamba mfumo mzima wa biometric unavyofanya kazi haujafahamika. Swali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imetangaza tarehe 30 siku ya kufanya kura ya referendum, yani kura ya maoni, kura ambayo inategemewa kutumia daftari hili, ambayo ni miezi 3 kamili kuanzia sasa hivi. Alafu wakati huo uchaguzi mkuu ni miezi 8 kuanzia sasa hivi. Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba daftari hili linaandikishwa na wadau wanashirikishwa kikamilifu, kwa sababu huu ni utaratibu mpya, ili kuliepusha taifa na machafuko ambayo yanaweza kutokana kama uchaguzi utaonekana una mizengwe kama ulivyofanyika wakati wa serikali za mitaa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Mbowe kwa swali lake zuri, na kwa kweli ni la msingi sana. Concern anayoonyesha ni wala uwezo kaipuza hata kidogo. Kwa nataka nikubaliane naye kwamba ni kweli, kwa maana ya mchakato ambao tulikuwa tumejipangia umekuwa na matatizo makubwa kidogo kifedha, mpaka tulipojaribu kufikia hatua sasa ya kuwa tuko tayari kwa ajili ya kuweza kupata fedha kwa ajili ya mradi huo. Kwa hiyo na sisi tumekuwa tunalifanyia kazi kwa bidii sana ili kuhakikisha kwamba lengo letu linatimia. Kwa unachoweza kumhakikishia tu Mheshimiwa Mbowe ni kwamba ratiba tuliopewa na tume ili kuwezesha mchakato huo kuweza kukamilika na zoezi lile kufikia tamati likiwa katika hali nzuri, na kuhakikishia Watanzania kwamba zoezi limefanyika vizuri, ndio sasa hivi inayotuongoza. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa ratiba ile waliotupa, na sisi tumeshaanza kudisperse funds ili kuhakikisha tunakwenda na pace wanaoitaka kulingana na mpango walivyouweka wao wenyewe. Mimi naamini zoezi hili litakamilika kama tume inavyotaka. Sasa nakubaliana na wewe kwamba ni lazima uwepo ushirikishwaji wa kutosha kutoka kwa wadau wote, na hasa vyama vya siasa, jambo ambalo nadhani la msingi kabisa na wala sila ubishi nalo. Nadhani tutakachoomba tume kufanya pengine ni kukaa na viongozi wa vyama hivi katika kila hatua, ili waweze kuhakikishiwa ni namna gani mchakato unavyokwenda. Mimi naamini tukifanya hili, nadhani inaweza likatupa comfort kubwa. Lakini jambo la tatu, ni kweli kwamba BVR vile vifaa vilipowasilishwa vile 250, maana vilikuwa ni vifaa kwa ajili ya kupima uwezo wake, ili tuweze kuwa na uhakika kwamba vitatuletea migogoro wakati wa utendaji. Kwa hiyo tuliwataka watengenezaji wenyewe waje, na walikuja. Kwa hiyo wameshiriki katika zoezi hili la majaribio. Ni kweli kulibainika matatizo ya hapa na pale ambayo unaita ni ya kitaalamu, ambayo ndio tuliwataka sasa yakamilishwe, yasaishwe, ili kuwezesha vifaa vile viweze kufanya kazi yake kama inavyotakiwa. Lakini kwa sehemu kubwa vifaa vile vilionekana ni vizuri, na capacity yake au uwezo wake wa kuweza kuandikisha wa Tanzania kwa siku
ni mara 2 ya kile tulichokuwa tumefikiria hapo awali. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa maelezo haya, imani yangu ni kwamba zoezi litakwenda vizuri kwa muda unaotakiwa na tutaweza kufika katika hatua ya kura maoni na baadaye kwenye uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Mbowe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwamba umekiri mwenyewe kwamba serikali ilikuwa haina uwezo wa fedha na bado haina uwezo wa fedha. Sitaki kusema serikali imefilisika, lakini napenda serikali haina uwezo wa kutosha kulifanya hili zoezi kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zimebaki siku 90 kwenda kwenye referendum. Na hili daftari linaandikishwa katika teknolojia mpya kwa mara ya kwanza ndani ya nchi. Tume imekuwa inashirikisha viongozi wa vyama vya siasa ambao sio wataalamu wa masuala ya IT. Tulitegemea zaidi ushirikishwaji wa wadau ungekuwa kuelewa ule mfumo mwenyewe kuanzia kwenye hardware mpaka kwenye software, jambo ambalo halijafanyika. Lakini tuna taarifa kwamba serikali inajua, na maana yake ni kwamba serikali ikijua, Chama cha Mapinduzi kinajua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mfumo wa majaribio uliofanyika Dar es Salaam, Kilombero na kule Mlele ulidhihirisha kwamba wanaweza kuandikisha watu 22 kwa siku nzima kwa kutumia mashine moja, kiti moja BVR. Wapiga kura wanaotegemea kuandikishwa nchi hii ni milioni 24. Hakuna miujiza ambayo inaweza kufanyika kwenye sayansi wala kwenye siasa ambayo itawezesha wananchi wote hawa kuweza kujiandikisha kwa huo muda uliopangwa na tume. Kwa hiyo taarifa kwamba tume imeelekezwa na serikali imeelekezwa na tume kwamba watamaliza ni taarifa ambazo zitakuja kuwa za upotoshaji. Waziri Mkuu, ni kwa nini usitangazie taifa lako wewe kama kiongozi wa serikali bungeni kwamba serikali itatoa muda wa kutosha kwa tume kuandikisha wapiga kura wote, na sio katika utaratibu wa Vodafasta ambao utawanyima wapiga kura wengi wasipate haki yao ya msingi ya kikatiba ya kupiga kura? Ni kwa nini basi tusifocus kama taifa kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba, tume ikapata fedha, ikapata vifaa, ikapata muda wa kutosha wa kuandikisha wapiga kura, hasa ukitilia maanani kwamba wanaoandikisha wapiga kura ni watumishi katika maeneo mengine mbalimbali ambayo wengi wao hawana utaalamu wa masuala ya kompyuta kama ambavyo inategemea kufanyika mwaka huu. Hii rashi mnataka kuikimbiza, mnataka kulipeleka wapi taifa? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, mimi naheshimu sana maelezo ya Mheshimiwa Mbowe na wala sitaki kubishana na wewe. Ninachosema mimi, tume ilichoniambia ndicho najaribu kuliambia bunge. Kama watafika mahali wakasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunadhani mwelekeo wa zoezi hili una matatizo ambayo tunafikiri ni vizuri serikali ikayatazama upya, mimi sina tatizo. Tutarudi hapa bungeni, tutawaeleza na tutaomba bunge likubali hilo ambalo unaliomba. Mimi taarifa nilizonazo leo ndizo nimepata kutoka kwenye tume. Awali BVR moja ilikuwa ina uwezo wa kuandikisha watu kama 70. Juzi walikuja kuniambia kwamba katika majaribio waliyoyafanya wamekuta BVR hiyo moja ina uwezo wa kuandikisha mara 2 ya kile walichokifikiria. Sasa wewe unaniambia ni 22. Kwa inawezekana. Maana sina sababu ya kubishana na wewe kwa sababu sijui taarifa ulizipata wapi. Kwa hiyo kama nitakuwa nimedanganywa na tume, mimi nitakuja kusema nilidanganywa na tume. Lakini naheshimu sana mawazo yako, na mimi nitawaeleza watu wa tume watuambie ukweli juu ya jambo hili, ili tusije tukalipeleka taifa katika mwelekeo ambao baadaye unaweza kutuletea matatizo. Tunaendelea. Tamwita Mheshimiwa Selemani Said Jafo. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa muda mrefu sasa maeneo mengi yamekumbwa na changamoto kubwa sana, hasa maeneo yanayokaliwa baina ya wananchi na jeshi. Kuna eneo moja linaloitwa Tondoroni katika wilaya ya Kisarawe. Kumekuwa na mgogoro wa miaka mingi sana, na hivi karibuni kamati inayoshughulikia mambo ya ndani
ilipata barua ya malalamiko ya wananchi hao, lakini isitoshe ndani ya wiki moja iliyopita baadhi ya wananchi hapo walivunjiwa nyumba zao. Na tatizo hili lilienda muda mrefu sana kwa sababu hata kuna kesi zingine ziko mahakamani, lakini upande wa serikali unasema kesi zimeisha, upande wa wananchi wanasema bado kuna kesi zingine za msingi. Lakini ukiangalia msingi wa tatizo wanasema kwamba kuna wengine wamelipwa fidia, lakini ukienda kwa wananchi wenyewe wanasema wengine hawajalipwa fidia. Sasa na kadhia hii inaendelea hivi sasa, wengine wananchi wengine hawana nyumba za kukaa. Je, Waziri Mkuu, una kauli gani kutatua mgogoro huu ambao umedumu kwa muda mrefu kwa wananchi wa Tondoroni? Asante. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba nikiri kwanza kwamba siufahamu mgogoro huo, lakini naomba tu nipokee maelezo ya Mheshimiwa Jaffa na tuyafanyie kazi kwa kushirikiana naye. Naamini kabisa suluhu ya tatizo hilo itaweza kupatikana, kwa sababu chombo anachokizungumza ni cha serikali, na kama kulikuwa ahadi za serikali juu ya fidia na mambo mengine kama hayo, basi mimi nataka nimhakikishie kwamba tutafanyia kazi haraka sana. Bahati nzuri Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa yupo, tuone namna ya kulimaliza bila kuendelea kuwabugudhi wananchi. Mheshimiwa Jafo. Asante Mheshimiwa Spika. Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini nitaka nimuombe kwamba leo hivi sasa zoezi la ubomoaji bado linaendelea. Naomba kauli yako kwamba ikiwezekana zoezi hilo lisitishwe mpaka zoezi hilo litakapofanyika vizuri na serikali. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi naomba tu nimuombe Mheshimiwa Jafo ni kutoa kauli kama hiyo wakati sina taarifa sahihi sana za kiserikali, inaweza kanipa tabu kidogo, lakini nikuhakikishie tu kwamba maadamu umelifikisha kwangu tutalifanyia kazi haraka sana. Tutapata maelezo tu, halafu kama ni kutoa amri ya kusitisha itaweza kufanyika kiutawala, lakini haraka nadhani itakuwa sio rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Asante. Tunaendelea Mheshimiwa Musa Zungu Azan. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sera mkurabita ambayo nchi yetu imeitangaza kwa kipindi kirefu sana imeigwa na nchi nyingi za jirani, kwa mfano Kenya. Na sekta ambayo sio rasmi Kenya inakusanya kodi ya serikali ya Kenya trilioni 8 ambazo ni sawa na kodi ambayo ilikuwa inakusanywa na TRA kwa mapato yote nchini mwetu, kutokana na kutambua umuhimu wa sekta sio rasmi ya wafanyabiashara wadogo na kumove policy to action. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchini mwetu bado mkurabita huu, hata watendaji wa serikali maana mkurabita hawajui mkakati wa kurasimisha biashara za wanyonge. Bado kuna mvutano mkubwa sana kati ya mamlaka za miji yote mikubwa, miji midogo, kunyanyasa na kutesa wafanyabiashara wadogo wanajitafutia riziki zao ili waendeshe maisha yao. Mahitaji ya wafanyabiashara wadogo, bodaboda, mamalishe, watu wanauza tangawizi, watu wanauza, nchi nzima hawana raha, hawana furaha kwenye taifa lao la leo. Swali sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba uziagize mamlaka zako zikae na vijana hawa, zikae na wadau hawa, ili sasa tupate njia mwafaka ya hawa wafanye biashara zao kwa njia ya amani, njia ya kutambulika. Na kwa vile maeneo hakuna, serikali vile itizame sasa maeneo haya ambayo yatakayopatikana yasiyo maeneo ya kuridhisha tu viongozi wa juu, kuonesha tu maeneo tumewapa, unawatoa katika maeneo ya biashara kuwapeleka maporini, simply kuwafukuza mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naomba kauli ya ofisi yako na yako mwenyewe binafsi. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Mheshimiwa Zungu kwa jambo hili, lakini nimshukuru vile kwa sababu kwa upande wa Dar es Salaam na hasa jimbo lake la Ilala, jambo hili ni kubwa na linagusa watu wengi. Kwa hiyo nataka nikubaliane naye kwamba katika mazingira tulio nayo ni vizuri mamlaka za mikoa na wilaya wakachukua hatua za kushirikisha wadau hawa kwa kadri itakavyowezekana. Najua ziko changamoto zake nyingi, wao wana shauku ya kuweka miji yao katika hali safi,
wanataka vile vile kuzuia pengine hali ambazo wanaona wakati mwingine zinaweza kusababisha vurugu na fujo na kadhalika. Lakini mimi naamini kama unavyosema, yote haya yanaweza kurekebishwa kwa kukaa pamoja, mkatengeneza mipango mizuri, mkakubaliana namna uendeshaji wa biashara hizo, na nchi nyingine wanafanya vile vile. Maana hata Ulaya si kwamba hawana mifumo ya namna hii. Ziko siku za soko, hata Jumapili ziko siku za soko jioni, wanaruhusu hawa watu kuja kufanya biashara kwa muda fulani, na baada ya pale wanaondoka. Kwa hiyo mimi naamini kabisa unachokisema kinawezekana kabisa. Kwa hiyo nataka nitoe tu agizo kwa wakuu wa mikoa wote na wakuu wa wilaya wote, watambue umuhimu wa kukaa na vijana hawa na wakubaliane namna ya kuendesha biashara hizi kistaarabu, na mimi naamini inawezekana kabisa. Lakini kwa upande wa Ilala, nadhani tutajaribu kukaa na uongozi wa mkoa pamoja na manispaa yenyewe ya Ilala na wabunge, hasa we mwenyewe, tulizungumza hili kwa undani, kwa sababu pale panahitajika usimamizi wa sura tofauti kidogo, ili tuwezeshe shughuli nyingine kwenda. Kwa sababu pende tusipende, vijana hawa wapo, ni namna kuwa organize tu, namna kuwapanga ili tuweze kufanya kazi zao ziwe nyepesi, lakini vile kwa utaratibu ambao na sisi tunasema sio mbaya, ni mzuri na unatupa ufanisi wa namna fulani. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wananchi wote, wabunge wote wa nchi yetu wanapenda usafi kwenye maeneo yao, na huo usafi sisi tunautaka wote. Tatizo likuwepo Mheshimiwa Waziri Mkuu, zoezi hili si la usafi, ni zoezi la dhulma, la kunyang'anya mali za watu, kunyang'anya wanyonge. Na kuna clips zinapita katika mitandao sasa hivi kuonesha wa migambo wa halmashauri ya manispaa ya Ilala wakigawana mali za wanyonge bila aibu. Hiki kitendo Mheshimiwa Waziri Mkuu kinarudisha nyuma vijana hawa, na hasa anayehusika na mambo haya katika jimbo la Ilala ni afisa tarafa wa Kariakoo. Hii takataka muondoe kabisa, mpeleke huko si wapi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali. Mheshimiwa, naomba ubadilishe maneno pale. Nimebadilisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi kutokana na maeneo haya, swali langu, kutokana na maeneo hakuna, nachokuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa vijana wana mahitaji kama mimi na wewe na watu wote humu ndani, wanalisha watoto wao, wanalipa ada, wanalipa kodi, na kuomba kwa vile maeneo hayajatengwa, basi waruhusiwe katika maeneo yale ya Kariakoo na maeneo mengine wafanye biashara zao kuanzia saa 10 mpaka jioni, na wao wajipatie riziki. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kwanza nakubaliana na pendekezo lake kwamba pengine tukae na uongozi na wao tuone hiyo pendekezo lako la kufanya biashara kuanzia saa fulani mpaka saa fulani. Mimi nadhani sina ugomvi na hilo. Okay? Lakini moja ambalo nataka na mimi nijaribu kulizungumzia hapa ni hivi vitendo ambavyo vinafanyika wakati mwingine kwa kisingizio cha kusafisha maeneo ya miji yetu. Nimerushiwa ile picha. Na nimeshamwambia waziri wa TAMISEMI awaite viongozi wa mkoa awaonyeshe ile picha, ili hawa waliohusika na kitendo hiki kwa kweli wanatakiwa wachukuliwe hatua. Sababu ni kweli unachokisema. Ile picha inaonyesha kabisa mali walizokuwa wamezichukua Kariakoo na maeneo mengine, badala ya kuzipeleka kwenye vyombo vinavyohusika, Waswahili wale wamekaa wanagawana, mmoja anabeba na peleka. Sasa nikamwambia hauwezekani ukawa na zoezi la namna hii halafu unajinufaisha mwenyewe. Kwa hiyo nakubaliana na wewe kabisa, na huyu afisa tarafa unayemsema tutashughulika naye tuone namna ya kumdhibiti inavyotakiwa. Naomba leo mtakuwa na watu wachache sana kwa sababu maswali yamekuwa marefu. Sasa namuita Halfani Hilary Hayesh. Na Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Naomba kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sera ya serikali ni kilimo kwanza, na kilimo bila ardhi hakipo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na migogoro mingi sana ardhi, hususan Arumeru kati ya wafugaji na wakulima, Morogoro, mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Rukwa tuna mgogoro
wa shamba la Malonje. Serikali kwenye bunge la budget lililopita iliahidi kutatua mgogoro huu ifikapo mwisho wa mwaka jana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka leo wananchi hawa wako njia panda. Mwaka jana walitegemea kulima lakini hawakulima, na mwaka huu hawajafanya chochote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini kauli ya serikali katika hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ninachoweza kumwahidi Aisha ni kimoja tu, kwamba kosi mazungumzo yalianza na huyu bwana kwa lengo la kujaribu kutatua ule mgogoro. Hatujamaliza, lakini tutajaribu kuharakisha yale mazungumzo ili yakamilike mapema, ili tuweze kuwatendea haki wale wananchi ambao wanakaa katika eneo hili. Sasa lini atakamilika pengine nisijikomiti sana kwenye jambo hili, lakini nataka niwahakikishie tu kwamba tutajaribu kulispeed up ili limalizike mapema. Mheshimiwa Ayeshi, kwa kifupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa majibu mazuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na kilimo, wananchi hawa wamejitahidi sana takriban Tanzania nzima kulima mahindi, na mahindi hayo wameiuzia serikali. Kwanza naomba niipongeze serikali kwa kuanza kulipa mahindi. Na linakuwa lingine. Ile ilikuwa shamba sio mahindi tena. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa majibu yako mazuri, kwa sababu ninaamini sasa Wanasumbawanga na wananchi wote kwa ujumla wamekusikiliza, na naomba tuvumilie, tusubiri. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, endapo tutakuwa hatujafanikiwa kurudisha shamba hilo, je, wananchi wachukue hatua gani katika hili? Haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, mimi naomba nirudie nilichosema. Tunaomba Mheshimiwa Aisha tuamini. Wacha tukamilishe hiki tulikuwa tumeanza nacho. Baada ya pale tutatoa sasa msimamo wa serikali. Mheshimiwa asante Waziri Mkuu. Mheshimiwa Steven Hilary Ngonyani. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2015 ni mwaka wa uchaguzi wa urais, diwani pamoja na wabunge. Kuna baadhi ya miji midogo imeomba kuwa halmashauri ya miji, lakini hadi leo hii hawajui hatima yao. Je, serikali itaitangaza lini miji hiyo ili ijipange kwa ajili ya uchaguzi unaokuja? Haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ni waziri wa TAMISEMI, basi naomba ujibu. Mheshimiwa Spika, swali la Mheshimiwa Ngonyani linakuwa kidogo gumu kulijibu kiujumla. Ningejua kama ni mamlaka ipi inazungumzwa ili niweze pengine kujielekeza vizuri zaidi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwaka 2005 Rais alitangaza mji wa Mombo kuwa utakuwa halmashauri. 2010 aliutangazia pia mji wa Mombo utakuwa halmashauri. Viegezo vyote kuanzia DCC, RCC mpaka wajumbe kutoka halmashauri kutoka kwako TAMISEMI walikuja kule na wakaona viegezo vyote vimekamilika. Lakini cha kushangaza ni kwamba mpaka leo hii hatuna jibu lolote, tumekaa hewani. Sasa ni lini mji wa Mombo utatangazwa rasmi kuwa halmashauri? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue jambo hili, tutacheki na watu wa TAMISEMI kwa sababu ndio linaanzia pale. Lakini kwa kawaida likija kwangu halichukui muda kwa sababu linakuwa limeshafanywa uchambuzi wa kutosha. Sasa inawezekana pengine kulikuwa na maeneo pengine litaka masaisho kidogo, lakini nataka nikuhakikishie tunaweza tukapata jibu hiyo hata leo hii kwa sababu ni jambo ambalo linafahamika na liko wazi. Lazima uulize swali nyongeza? Sidhani kama lazima. Mheshimiwa Mohamed Mnya. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ndio mtendaji mkuu wa serikali hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe kwa kiapo chako ndio msaidizi mkuu na mshauri mkuu wa Mheshimiwa Rais. Mwaka 2008 mwezi August ilipoanzishwa NIDA kwa madhumuni ya vitambulishi ifikapo Disemba 2012. Lakini Februari 7
Mheshimiwa Rais alipozindua vitambulisho vya NIDA, kuna maneno muhimu sana alisema. La kwanza alisema vitambulisho hivi vya ID hizi za Tanzania vitatumika pia katika matumizi ya kupigia kura katika uchaguzi wa mwaka 2015. Lakini pia akasema vitambulisho hivi ni gharama kubwa kutengeneza. Kwa hivyo hakuna haja ya Mtanzania aliyefikia umri wa miaka 18 kuwa na vitambulisho viwili vya kupigia kura mbali na vya ID ya Tanzania mbali. Hakuna haja hiyo, alisema Mheshimiwa Rais, na ilitoka moja kwa TBC ilikuwa anatangaza. Mheshimiwa Rais alihakikisha, akasema kwamba atahakikisha fedha itapatikana, na alimwita waziri wa fedha na katibu mkuu wa wizara ya fedha kwa pamoja kueleza haja ya kupatikana fedha kwa ajili ya vitambulisho vya NIDA. Lakini la kushangaza, tarehe 19 Juni 2014 Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikatangazia kwamba daftari lioko halitotumika tena. Lakini tukirudi katika NIDA, bajeti yao ilikuwa, Tuna muda narudi najenga hoja vizuri Mheshimiwa Spika tafadhali. sio wakati wa hotuba sasa hivi. Haya, nakuja moja kwa moja. Bajeti ya NIDA ilikuwa ni bilioni 271. Na NEC katika hivyo vitambulisho vya kupigia kura vya biometric, bajeti yao ilikuwa ni bilioni 293. Ulipojibu swala la kiongozi wa upinzani leo, wewe mwenyewe umekubali gharama kubwa na umekubali kwamba serikali ina matatizo ya fedha. Ni kwa nini usimshauri rais vizuri wakati alishatangaza vitambulisho vya NIDA vingetumika pia kwa kupigia kura, na ukaruhusu NEC kuanzisha mradi wao wa vitambulisho ambao pia una gharama kubwa ya bilioni 293? Ungesema hivyo singetosha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, uzuri wa muuliza swali amefanya utafiti mkubwa tu. Sasa angekuwa na mimi nimegea kabla ingenisaidia sana. Sasa huja ananichapa maneno mazito hapa, sasa kichwa hiki kimoja tabu kweli kweli. Lakini ninachoweza kusema kwamba nakubaliana na wewe kabisa kwamba tuna miradi mikubwa miwili. NIDA kwa maana vitambulisho ya utaifa, na NEC kwa maana ya tume ya uchaguzi kwa maana ya BVR kwa ajili ya uandikishaji wa wapiga kura. Zoezi iliyotangulia ilikuwa ni NIDA, hili la tume limekuja baadaye. Ni kweli kulikuwa na mjadala mkali sana juu ya uwezekano wa mifumo hii kuingiliana katika hatua ambayo tume ilitaka zoezi lake liende, na kama unavyoona lenyewe lina time frame. Huyu mwingine alikuwa anajilenga zaidi kabla uchaguzi mkuu. Tulifika mahali tukafikiri linawezekana, tukaita na wataalamu wanaohusika watazame namna tunavyoweza kupata ile compatibility, mwingiliano, ili kurahisisha hilo zoezi. Lakini mwisho wa yote ilionekana tukifanya hilo tunaweza pengine tukaingia katika matatizo makubwa ambayo yataathiri upande wa tume. Ndio maana serikali ikasema, jamani, busara nzuri tusijiingize katika tatizo ambalo linaweza likaathiri zoezi hili la tume, tuache NIDA waendelee. Lakini tukakubaliana kwamba hivi vifaa vitakavyopatikana kutoka tume tuone kama vinaweza vikafanya kazi ya kuisaidia NIDA kukamilisha vile zoezi lake baada ya kuwa zoezi moja limekamilika. Kwa hiyo hilo ndio tuliwaachia waendelee kulifanyia kazi, kwa sababu tuliamini kwamba ikikubalika hiyo, NIDA si lazima hata kidogo ikakamilisha manunuzi yake mpaka dakika ya mwisho kama vyombo vingine vinaweza vikasaidia kupunguza ile kazi ya NIDA. Sasa ni mambo ya kitaalamu, nilipewa maelezo haya na watu wa e-government na wataalamu wake wengine. Imani yangu ni kwamba tutafika mahali pengine tunaweza tukapata mpenyo wa namna ya kusaidia angalau NIDA na yenyewe iweze kufanya kazi more efficiently. Naomba swali la fupi sana, nyongeza, muda umeisha. Nakushukuru. Ikiwa hayo ni sahihi uliozungumza, na kwa kuwa tunazungumzia uwazi wa serikali hii, na kwa kuwa hivyo vitambulisho vya biometric vimetumika au ndio system ambayo Zanzibar vimetoka vya ID pamoja na hivyo vya kwa muda mrefu,
Kwa nini sasa kukawa na usiri na wasishirikishwe vyama vyote, wakati tunajua hizo sifa zinavyosifiwa hivyo biometric sivyo sahihi, wakati Zanzibar wizi unatumika na watu wanajiandikisha mara 3 kwa vitambulisho hivyo hivyo biometric? Hai, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, sitaweza kulijibu swali hilo vizuri. Mimi nadhani ni la kitaalamu mno. Sina uwezo wa kuweza kusemea jambo hili kwa uhakika sana. Nachoweza kukubaliana na wewe ni hiyo tu, kwamba tutazame experience ya Zanzibar ambao naamini watakuwa litazama katika hatua za mwanzo. Sasa ni kwa nini waliona pengine hili haliwezi kufanyika, sina jibu la haraka. Lakini naamini na wao wananitazama, wananisikiliza, lakini tutajaribu na wao kuwashirikisha kikamilifu ili waone kama hilo la Zanzibar lilitazamwa ni kwa nini halikuweza kutumika, badala yake wakaopt kwa mchakato huu tulionao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, muda umepita. Nakushukuru kwa majibu uliyotoa. Kwa waheshimiwa wapande wa Bunge, tumekuwa na wasemaji 6 tu kwa sababu kulikuwa na lecture seminar badala ya maswali. Kwa hiyo waliopata ni hao na muda umeisha, tunaendelea. Katibu. Maswali ya kawaida. Maswali ya kawaida, tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu. Atakayeuliza swali la kwanza leo ni Mheshimiwa Profesa Peter Msola. Mji mdogo wa Ilula umeanza kupata adha kubwa ya utoaji maji taka. Je, ni lini sasa mji huo ulio wilayani Kilolo utapewa huduma ya kutoa maji taka? Swali hili limeelekezwa katika ofisi ya Waziri Mkuu na linajibiwa na Naibu Waziri wa TAMISEMI Kassim Majaliwa. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Profesa Peter Mahamud Msola, mbunge wa Kilolo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mamlaka ya mji mdogo wa Ilula unakadiriwa kuwa na wakazi wapatao 32,727. Mji huu unakadiriwa kuzalisha taka wastani wa tani 7 kwa siku. Halmashauri ya wilaya ya Kilolo kwa kushirikiana na mamlaka ya maji safi na maji taka ya Iringa IRUWASA hutoa huduma ya kutoa maji taka katika mji wa Ilula mara 1 kwa mwezi. Hata hivyo, uwezo wa halmashauri kuzoa taka zote zinazozalishwa ni mdogo ukilinganishwa na uzalishaji wake. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua changamoto hiyo, halmashauri ya wilaya ya Kilolo katika bajeti yake ya mwaka wa fedha 2015-16 imepanga kununua gari kubwa la kuzoa taka ambalo linatarajiwa kugharimu shilingi milioni 300. Hatua hii itasaidia sana kuongeza uwezo wa halmashauri kuondoa maji taka katika mji wa Ilula na kuondolea adha wananchi, hususani mlipuko wa magonjwa. Mheshimiwa Spika, naomba kutumia fursa hii kuzikumbusha halmashauri zote nchini kuhakikisha kuwa swala la ununuzi wa vifaa vya usafi linapewa kipaumbele katika bajeti zao, yakiwemo magari ya kuzoa taka, ili kuweka miji yetu katika hali ya usafi wakati wote. Mheshimiwa Profesa Msola. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali moja la nyongeza. Mamlaka ya mji mdogo wa Ilula, idadi ya watu ambao wanakuwa pale kwa saa za mchana ni zaidi ya 50,000, wala sio 32,000 inazungumzwa. Lakini mamlaka ya mji mdogo wa Ilula vile vile ina taasisi nyingi. Ina shule za sekondari 8, shule za msingi 13, hospitali 2 ikiwa ni pamoja na hospitali teule, ina hoteli pamoja na nyumba za kulala wageni 10. Kama alivyoeleza naibu waziri, ni kweli kwamba tumekuwa tukipata huduma hiyo mara moja kutoka IRUWASA, kilomita 45 kutoka Ilula kwenda Iringa, na kwa kulipata hilo gari kwa ile mara moja, kuliondoa gari kutoka Iringa kwenda Ilula ni zaidi ya 300,000, na likifika Ilula kwa kila huduma inayotoa inachaji shilingi 80,000. Tunaambiwa iko katika mpango wa bajeti ambayo haijapitishwa. Je, serikali haioni umuhimu kuchukua hatua ya dharura ili kusudi huduma hiyo iweze kupatikana kwa watu wa mamlaka ya mji mdogo wa Ilula?
Ndio Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Naomba kwa kifupi. Mheshimiwa Naibu Waziri, maji. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri Mkuu naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Profesa Peter Msola. Kwanza nikubaliana naye, na mimi nilikuwa naye kwenye ziara wiki moja iliyopita. Changamoto anazozieleza sisi tunazitambua na mimi nimezishuhudia. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa niaba ya serikali kwamba tunatambua changamoto hiyo na tunaelekeza kuziagiza mamlaka za maji safi katika mikoa na halmashauri kuona umuhimu wa kutenga fedha, na tutaendelea kushughulikia jambo hili kadri tutakavyoendelea kupata fedha serikali. Asante. Tunaendelea na swali na Mheshimiwa Mbowe. Maswali yale mafupi kwa sababu muda mwenyewe hautoshi. Mheshimiwa Spika, katika majibu aliyotoa naibu Mheshimiwa Waziri hapa, anazishauri halmashauri zitenge fedha za kutosha kwa ajili ya kuweka huduma za taka katika maeneo yake. Na waziri anatoa maelekezo hayo wakati akijua kabisa halmashauri hazina uwezo huo, na kwamba hali ya miji katika nchi hii ni mbaya sana kwa sababu uchafu umekuwa ni sehemu ya maisha ya Watanzania. Ni kwa nini serikali isiweke commitment, hasa serikali ikitambua kwamba taka ambazo unaziona ni uchafu zinaweza kuwa mali, na katika nchi hii hakuna sheria inayoruhusu masuala ya recycling, ambapo labda pengine wakandarasi binafsi wanaruhusiwa kurecycle taka na kuzigeuza kuwa mali. Serikali kupitia TAMISEMI hiyo sasa ni wakati mwafaka wa kutengeneza sheria maalum itakayoruhusu recycling, ili wakandarasi binafsi waweze kuruhusiwa kuzitumia taka hizi kuweza kuzizalisha kuwa ni mali, badala ya kusema tu halmashauri ziweke budget kutoka wapi. Mheshimiwa Waziri wa Mazingira. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala nyongeza kwa niaba ya Waziri Mkuu la Mheshimiwa Mbowe kama ifuatavyo. Ni kweli lipo tatizo kubwa la usafi katika majiji yetu, na hasa ya majiji makubwa pamoja na halmashauri zetu. Lakini jibu la kwanza lipo kwenye sheria ya mazingira ya mwaka 2004 ambayo inaelekeza kwenye sura ya 191 kwamba kila halmashauri ihakikishe inaingiza kwenye mipango yake masuala ya usafi wa mazingira na usimamizi wa shughuli zote za mazingira katika mipango yake ya maendeleo, kama inavyoweka mikakati ya kilimo, mifugo, maji, mazingira. Ni sawa kabisa na hiyo la kwanza. Lakini sehemu ya pili, Mheshimiwa Spika, hakuna anayezuia shughuli za recycling kufanywa, zinaruhusiwa. Na sasa hivi tuna kiwanda kipo Mwanza ambacho kinafanya recycling ya mifuko ya plastiki, na ile recycling yao kikishafanya wanatengeneza meza za kusomea wanafunzi shuleni, wanatengeneza mifuniko ya kwenye sehemu za maji machafu. Kwa hiyo inaruhusiwa, kama wapo tuletewe. Ninachotaka kuomba halmashauri zetu zikubali kuingia mikataba katika teknolojia hizi mpya za kutengeneza takataka ziweze kuwa mali, zinaweza katoa gesi, katoa umeme na vitu mbalimbali. Tuna tatizo la halmashauri zetu kukumbatia wakandarasi wadogo ambao hawana uwezo, hawana vifaa kuwapatia kazi za usafi. Waondoke huko, watu wawekezaji wapo tayari. Tusaidiane. Mheshimiwa, kupitia Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma inayo mamlaka ya kupokea matamko ya viongozi wa umma Tanzania Bara na Zanzibar kuhusu rasilimali na madeni kwa mujibu wa kifungu cha 9(1) na 14 cha Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma namba 13 ya mwaka 1995, na kisha kuyahakiki
ili iweze kujiridhisha kuhusu usahihi na uhalali wake. Tathmini iliyofanyika mwaka 2013 ya uhakiki wa matamko ya mwaka 2011, takriban asilimia 78.6 ya fomu hizo zilionekana zipo sawa. Fomu zilizobaki, yaani asilimia 21.4, zilikuwa na mapungufu, hivyo basi zinaendelea kufanyiwa kazi. Hivyo mpaka sasa hakuna kiongozi wa umma aliyetaifishwa mali yake. Mheshimiwa Spika, hata hivyo kesi 5 zinazohusu viongozi kujilimbikizia mali ambayo hailingani na vipato vyao zinaendelea kusikilizwa mahakamani. Vile vile majalada 17 yamefunguliwa kwa ajili ya uchunguzi wa viongozi waliojilimbikizia mali isiyolingana na kipato chao. B. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa ibara ya 24(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, kiongozi wa umma anayo haki ya kumiliki mali ambayo ameipata kihalali. Katiba haijaweka kiwango cha thamani ambayo kiongozi anapaswa kuwa nayo. Endapo itabainika kwamba kiongozi wa umma ametoa tamko la uongo au potofu kwenye fomu maalum anazotakiwa kuonyesha mali alizonazo, kamishna wa maadili anayo mamlaka ya kumtaka kiongozi huyo kurekebisha tamko lake au kumfikisha mbele ya baraza la maadili kwa mujibu wa kifungu cha 27(3) A na B. Kumbukumbu zetu zinaonyesha kwamba katika mwaka wa fedha 2013-2014 kiongozi mmoja wa umma alibainika kutoa tamko la uongo na alitozwa faini ya shilingi milioni 1. Asante Mheshimiwa Msabaha, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, na masuala mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, mambo mazuri ni lazima yaigwe. Kuna viongozi, baadhi ya viongozi na wafanyabiashara wakubwa ambao hapa nchini wamewekeza mali zao na pesa zao, na vijana wamenufaika ajira na hata Watanzania wengine wananufaika. Lakini Mheshimiwa Spika, nataka niulize swala la kwanza. Ni kwa nini viongozi wengi wanajilimbikizia pesa nje ya nchi na pesa hizi zikanufaisha nchi za wenzetu kuliko kunufaisha vijana au kufufua viwanda na viwanda hivi vikapata ajira kwa vijana? Swala la pili. Mheshimiwa Spika, kumekuwa na taratibu za kiongozi wanaingia madarakani, lakini tumekuwa tunalindana viongozi, na baadhi ya mtu utakuta mshahara wake ni mdogo sana, lakini unakuta anamiliki nyumba kupita, nyumba yenye thamani kubwa kupita mali mshahara huo ambao anapata. Mheshimiwa Spika, kuna utaratibu gani wa kuwafilisi mali hao watu waliojilimbikizia mali na mashamba mengine kugeuka mashamba pori na mali hizi zikarudishwa kwa mayatima na zikarejeshwa serikalini, wananchi wakanufaika na mali hizi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Utawala Bora, ningependa kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mariam Msabaha kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, nikianza na swali lake la pili, ni pale ambapo viongozi wa umma wana mshahara mdogo lakini wanapata mali kubwa, hatua gani zinaweza zikachukuliwa? Naomba niweke wazi, kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma, kama nilivyojibu, kazi yake ni kuhakikisha tunajenga na kukuza misingi ya utawala bora katika utumishi wa umma. Lakini zipo sheria nyingine, kwa mfano sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya mwaka 2007. Kifungu cha 40 kimeweka wazi, iwapo mtumishi wa umma atakutwa na mali ambazo amezipata isivyo halali, basi mali hizo zinaweza kutaifishwa. Imewekwa wazi. Kwa hiyo hilo suala linawezekana, na ni suala ambalo kama nilivyosema, kesi 5 sasa hivi ziko mahakamani na majalada mengine 17 yanaendelea kuchunguzwa ili kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa. Mheshimiwa Spika, swali la pili ni kwa nini viongozi wengi wanajilimbikizia mali na wanafungua akaunti nje ya nchi. Kama nilivyosema, suala hili pia liko ndani ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, lakini pia sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na pale ambapo itabainika kwamba, kwa sababu tatizo sio kumiliki mali kama nilivyosema,
Tatizo, je, mali hiyo imepatikana kihalali, isivyo kihalali? Je, akaunti hiyo imefunguliwa kwa mujibu wa sheria za nchi au hapana? Kwa ni suala ambalo PCCB na Secretariat ya Maadili ya Umma wamekuwa wakilifanyia kazi. Endelea na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Maria Kasembe. Madhumuni ya kuanzisha benki ya wanawake ilikuwa ni kuwawezesha wanawake kujikomboa kiuchumi. Je, ni wanawake wangapi wamenufaika na benki hiyo na ni kutoka mkoa gani? Swali hili limeelekezwa katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, naomba kujibu swali kama ifuatavyo. Benki hii ya wanawake ilianzishwa mwaka 2009 hadi kufikia mwaka 2014. Benki imeshatoa mikopo kwa wateja takriban 12992, wanawake 11350, wanaume 1642, yenye thamani ya shilingi bilioni 24 milioni 868,782 katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Mbeya, Ruvuma. Tangu kuanzishwa kwa benki mwaka 2009 na kusajiliwa rasmi Julai 2013, benki imeshafanya vikao vitano vya wanahisa kuanzia 2011 hadi 2014 kama ifuatavyo. Kikao cha kwanza cha wanahisa kilifanyika tarehe 1 Aprili 2011. Kikao cha pili kilifanyika tarehe 14 Aprili 2012. Kikao cha tatu kilifanyika tarehe 13 Mei 2013. Kikao cha nne kilifanyika tarehe 13 Disemba 2013 na kikao cha tano kilifanyika hivi karibuni tarehe 13 Disemba 2014. Asante Mheshimiwa Kasembe, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mkoa wa Mtwara na Lindi hivi sasa una fursa kubwa za kiuchumi hasa baada ya kugundulika kwa gesi, je, serikali haioni iko haja ya kujenga benki katika mkoa wa Mtwara, benki hii ya wanawake, kwa sababu wanawake wengi hivi sasa wa mkoa wa Mtwara na Lindi wamekuwa wajasiriamali lakini wanakosa kupata fursa hii ya benki ya wanawake? Swali la pili, kwa kuwa uanzishwaji wa benki hii kwa asilimia kubwa sana tulishiriki sisi wabunge kipindi kile cha 2005 mpaka kufikia 2010, na ninaweza nikadiriki kwamba wabunge ndio walioiwezesha benki hii kuanzishwa, lakini hadi hivi sasa, Mheshimiwa, namba ende kwenye swali zaidi kuliko historia. Hadi hivi sasa wabunge ambao ni wanahisa hatujawahi kupata mwaliko hata siku moja kwenye vikao vya hisa. Je, ni kwa nini hatupewi mwaliko ili kujua maendeleo ya benki hii na wakati sisi ni waanzilishi wa benki hiyo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, nianze kwanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Mariam Kasembe kwa kutambua kwamba kuna umuhimu wa kuwa na benki hii mikoa ya Lindi na Mtwara. Mheshimiwa Spika, Benki ya Wanawake Tanzania kwa sasa inatekeleza mpango mpya wa biashara wa mwaka 2014 hadi 2017 unaolenga kujitanua zaidi kibiashara, ambapo mikoa ya Lindi na Mtwara ipo katika mpango huo. Isipokuwa upanuzi huo utategemea zaidi ongezeko la mtaji. Mheshimiwa Spika, kuhusiana na wanahisa kualikwa, kwa mujibu wa sheria za makampuni, kila kampuni inapaswa kukaa na wanahisa wake kila mwaka. Benki ya Wanawake huandika barua kwa kuzingatia anwani aliyoandikisha wakati wa ununuzi wa hisa kwa wanahisa. Pia taarifa hutolewa katika magazeti. Kikao kilichofanyika Disemba, Benki ya Wanawake ilialika wanahisa kwa anwani walizoweka na pia ilitangaza. Aidha, benki inaendelea kuwaomba wanahisa wote endapo kuna mabadiliko ya anwani waujulishe utawala wa benki, lakini ilifanya taratibu hizo kwa mujibu wa sheria za makampuni. Mheshimiwa, sijui kama mnahisa na wewe
30, sio kama mnahisa. Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa nafasi kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Spika, wanawake wengi ni wajasiriamali vijijini, na hadi sasa kwa sababu ya matatizo ya benki wanaweka pesa zao kwa njia ya upatu. Kwa nini utawala wa benki usione kwamba kuna haja ya kuanzisha agencies ndogo ndogo vijijini na kwenye maeneo ya miji midogo ili kusaidia kina mama hawa kuondokana na utaratibu wa kizamani wa kuwekeza pesa ambao wakati mwingine unawaletea matatizo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Selasini kama ifuatavyo. Nianze kwa kumpongeza sana kwa kuwajali wakina mama, na ni kwamba sasa hivi benki ina vituo maeneo mbalimbali kama ulivyosema. Umuhimu wa kuanzisha agency benki ya wanawake inaita vituo, kuepukana na masuala mbalimbali kama ya upatu na kudanganyana katika masuala hayo. Na katika jibu la msingi nimeeleza kwamba vituo hivyo vipo katika mikoa mbalimbali na tunaendelea kujipanua katika mpango wa 2014-2017. Tuendelee na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Dr. Hamisi Kigwangalla ndio atauliza swali hilo. Je, kwa nini serikali inakusanya kodi kwa wananchi na kisha inawachaji huduma za afya, elimu na maji badala ya kutoa huduma hizo bure? Swali hili liko katika Wizara ya Fedha na linajibiwa na Naibu Waziri Mwigulu Nchemba. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Hamisi Kigwangalla, mbunge wa Nzega kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, chanzo kikuu cha mapato ya serikali yoyote ni kodi. Kodi hukusanywa na serikali ili kugharamia matumizi yake, ikiwa ni pamoja na kulipia mishahara na mafao ya watumishi wa sekta ya umma husika, wakiwemo walimu, watabibu, maafisa ugani, watumishi katika utawala, mapolisi na watumishi wengine kwenye taasisi za ulinzi na usalama, kujenga miundombinu ya barabara, umeme, maji, kuweka mazingira bora ya kutoa elimu, afya na kadhalika. Mheshimiwa Spika, ni ukweli kuwa wananchi wanachangia malipo kwenye baadhi ya huduma hizi zinazotolewa na serikali kwa bei ambayo kwa sehemu kubwa ina ruzuku, yani subsidy, imefidiwa na mapato ya kodi na vyanzo vingine. Hii hufanya huduma kupatikana kwa gharama ndogo ikilinganishwa na gharama halisi za huduma hizo zinapotolewa na watu binafsi. Ukweli huu ulijitokeza miaka ya nyuma ambapo tulikuwa tunatoa huduma hizo bure, zikiwemo afya, elimu na maji, ambapo tulishuhudia upungufu mkubwa na kuanguka kwa ubora wa utoaji elimu. Kwa kutambua hali hiyo na kwa kuzingatia uwezo wetu mdogo kimapato, serikali imeanzisha utaratibu wa wananchi kuchangia upatikanaji wa huduma hizo, wakati serikali pia ikiwa ni mmoja wa wachangiaji. Hivyo bei zinazotozwa katika utoaji wa huduma hizo ni mchango wa pamoja kati ya serikali na wananchi. Mheshimiwa Spika, elimu ya msingi inaendelea kutolewa bure kwenye shule za sekondari licha ya kwamba wazazi wanachangia kwa kiasi fulani. Aidha, elimu ya sekondari inalipiwa ada kwa gharama ya chini ikilinganishwa na gharama halisi za kutoa huduma husika. Pamoja na utaratibu uliopo, bado kuna mahitaji makubwa ya fedha katika sekta hizi ili kuwezesha upatikanaji wa vyumba vya madarasa, walimu, vifaa na nyenzo za kufundisha na kadhalika. Serikali, kutokana na mikakati ya kisera na miongozo mbalimbali, itaendelea kutoa huduma hizo, lengo kuu likiwa ni kuwafikia Watanzania wote kwa viwango vya juu kabisa vya huduma hizo. Asante. Mheshimiwa Dr. Kigwangalla. Asante Mheshimiwa Spika. Katika zama za enlightenment, wanafalsafa walizungumzia social contract ambayo inazipa mamlaka za nchi uhalali wa kukusanya kodi ili ziweze kutoa huduma za kijamii kwa wananchi. Sasa uhalali huo unajitokeza kwenye mwaka wa kupiga kura na tayari serikali inapewa mamlaka ya kukusanya kodi.
ni kwa nini tena serikali hiyo hiyo ambayo imeshapewa mkataba na wananchi wa kukusanya kodi ili waletee huduma muhimu za kijamii inaendelea kuwatoza kodi ama ada, kwa mfano kwenye elimu ya sekondari, wakati ambapo ingeweza kutoa huduma hizi bure kutokana na kodi ambazo inakusanya? Swali la kwanza. Swali la pili, kama kuna uhalali wa serikali kuwachangisha wananchi mchango kwa ajili ya huduma, ni kwa nini sasa serikali yetu inaondoka kwenye mkataba wake wa kutoa huduma za afya kwa zaidi ya 65% kwa kutegemea michango ya wahisani na wabia mbalimbali wa maendeleo ambao mara zote wamekuwa hawaleti pesa hizi ambazo wana pledge kutoa, na matokeo yake hospitali zetu zinakosa madawa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha naomba kujibu maswali ya Dr. Hamisi Kigwangalla kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ile nadharia ya social contract theory haiondoi uwajibikaji wa wananchi kimsingi, pamoja na kwamba katika nadharia hiyo serikali inachukua majukumu ya kutoa huduma zile kwa kiwango kilicho cha juu kabisa. Na Mheshimiwa Spika, katika mkataba wa kukusanya kodi kweli serikali inasema itakusanya kodi, lakini bado tuangalie kwamba bajeti yetu ya trilioni 19.67 hivi, mapato ya kodi yanayoingia mule ni kama trilioni 13 tu. Kwa hiyo bado kuna sehemu ambayo lazima serikali itahitaji kwenda kwenye vyanzo nje ya kodi kwa ajili ya kufikisha huduma hizi kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, nitaka kusema tu kwa mfano, serikali haijiondoi kwenye kufikisha huduma hizi kwa wananchi, isipokuwa inatambua tu kwamba ili kuziboresha huduma hizo, kwa mfano wanafunzi wa bweni, Mheshimiwa Spika, kwenye shule za sekondari gharama halisi ni 475,000. Wazazi wanachangia kama shilingi 70,000, serikali inachangia kama 405,000. Huduma za afya, ni kweli kabisa Mheshimiwa Spika anavyosema Mheshimiwa Dr. Kigwangalla, Dr. Hamisi, kwamba kuna maeneo kwenye huduma za afya ambazo serikali inatoa ruzuku kwa watoto walio chini ya miaka 5, wanawake wajawazito, wazee wasiojiweza, na kwenye halmashauri mahususi kwa kuzingatia umaskini wa halmashauri hizo, idadi ya watu na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni kweli, naomba niseme tu kwamba katika hali hii bado katika kiwango hiki cha mapato na makusanyo haya ya kodi, bado serikali itaendelea kutegemea michango ya wahisani, lakini pia na michango ya wananchi katika kuboresha huduma hii, wakati serikali na yenyewe ikitoa mchango wake kwa kutegemeana na mapato ya kodi. Mheshimiwa, najaribu kwenda na muda kwa sababu nataka leo saa 4:30 tuwe tumemaliza. Tuna kazi zinazozidi. Wizara ya Nishati na Madini, Mheshimiwa Ahmed Shabib. Naomba swali langu namba 34. Serikali ina nia nzuri ya kuwasambazia wananchi umeme kupitia mradi wa REA ambao awamu ya pili inakamilika mwezi Juni 2015. Hata hivyo, katika baadhi ya vijiji vya wilaya ya Gairo, REA bado hawajasaini mkataba na mkandarasi wa kusambaza umeme vijijini. Je, kwa nini REA wasisimamishe mkataba huo ili kazi hiyo ianze mara moja? Mheshimiwa Spika, na kuomba kabla sijajibu swali la Mheshimiwa Shabibi, nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini kabla yake nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia nafasi hii. Nikushukuru binafsi Mheshimiwa Spika, umechangia kuniweka katika majaribu ambayo yameniimarisha namna hii. Niwashukuru wabunge wenzangu ambao tumeshirikiana nanyi katika kusimamia kamati muhimu ambazo zimehakikisha kwamba mimi namudu. Na baada ya hapo sasa nijibu swali namba 34. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini naomba nijibu swali namba 34 la Mheshimiwa Ahmed Mabuk Shabibi, mbunge wa Gairo, lenye sehemu A, B na C. Mheshimiwa Spika, mkataba kwa ajili ya kusambaza umeme katika vijiji vya mkoa wa Morogoro ukijumuisha wilaya ya Gairo kwenye mradi wa awamu ya pili ulisainiwa mwezi Machi 2014. Mkandarasi wa mradi huo ni MS MBH Power Limited, amekwisha anza utekelezaji.
Mpaka sasa wastani wa vifaa vilivyopelekwa eneo la mradi ni 38%. Usimikaji wa nguzo za 0.4 kV umefikia kiwango cha 68% na nguzo za 33 kV umefikia kiwango cha 7%. Gharama za mkataba kwa mkoa wa Morogoro kwa ujumla ni bilioni 16.69. B. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Wizara ya Nishati na Madini imeagiza miradi yote katika mpango kabambe wa umeme vijijini awamu ya pili ukamilike ifikapo mwezi Juni 2015. Mheshimiwa Spika, ahadi aliyoitoa Mheshimiwa Rais ya kuwapatia umeme wananchi wa vijiji vya wilaya ya Gairo imekwisha anza kutekelezwa na serikali kupitia wakala wa nishati vijijini, ambapo tayari REA imekwisha andaa mpango wa kuendelea kutoa huduma ya umeme kwa vijiji ambavyo havikufikiwa na umeme katika mpango ya awamu ya pili inatekelezwa. Naomba ukimya uwepo. Mheshimiwa Shabib, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, siriziki na haya majibu. Kwa kuwa ninapouliza swali ninaelewa fika mkandarasi hajasaini mkataba katika wilaya ya Gairo. Je, Mheshimiwa Waziri atakuwa tayari mimi, yeye, REA, meneja wa kanda wa TANESCO pamoja hata ikiwezekana na mwenyekiti wa kamati ya huduma ya miundombinu tufike Gairo ili wa nishati ili tupate ukweli? Swali la pili, kwa kuwa kumekuwa na utamaduni hapa bungeni wataalam kuwapa mawaziri majibu ya uongo, je, itakapothibitika kwamba hii Machi mkandarasi hajasaini mkataba kuweka umeme katika wilaya ya Gairo, watakuwa tayari na wao kuwajibisha kama wanavyowajibishwa mawaziri? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, swali la kwanza la Mheshimiwa Shabibi ni swali ambalo ni muhimu sana, ni swali ambalo kila mbunge atauliza. Kwa siku 3 za ofisini nimegundua mambo ambayo yanapaswa kuwekewa mkazo na nitaulizwa na yeyote. Mimi binafsi siriziki na utekelezaji wa miradi ya REA kwa mkoa wa Manyara ni 6%, Pwani ni 22% siriziki, Kigoma 38%, Morogoro yenyewe 38%, Kagera 52%, mimi siriziki. Swali la kwanza, siku ya Jumamosi mimi na wewe tunakwenda Gairo. Na kwenda kufanya nini Gairo? Kama wanasema wanasambaza nguzo, nikute magari yanasambaza nguzo. Kama wanachimba, nikute wanachimba. Wananchi njoni pale tubebe nguzo tufanye kazi. Swali la kwanza. Mheshimiwa Spika, swali la pili, napenda nichukue nafasi hii kuambia watu wa TANESCO, kiutaratibu utekelezaji wa miradi ya REA ni kazi ya TANESCO. Yule mdhibiti mratibu wa miradi ya TANESCO wa kila mkoa, kwa kunisaidia nisijibu hili swali la pili, ahakikishe anajua mbunge wake ni nani na ampigie simu amwambie wanafanya nini. Kinyume cha hapo nitakwenda kwenye mamlaka zilizoniteua. Tunaendelea Wizara ya Elimu na Mafunzo. Mheshimiwa Leticia Nyerere, Mheshimiwa Leticia Nyerere, swali linaloendelea. 20% ya wanawake wa mkoa wa Mwanza hawana elimu ikilinganishwa na mikoa mingine kama Kilimanjaro 2.8% na Dar es Salaam 6.9%. Je, serikali inatoa ufafanuzi gani kuhusu tofauti hiyo? Na je, serikali inashauri nini kifanyike ili kupunguza idadi ya wanawake wasio na elimu mkoani Mwanza? Swali limeelekezwa katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi na linajibiwa na waziri husika Dr. Shukuru Kawambwa. Rai kidogo na mnyamaze he. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Leticia Mageni Nyerere, bunge viti maalum lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. A. Mheshimiwa Spika, kutokana na ripoti ya sensa ya watu na makazi iliyotolewa mwaka 2014 ya sensa iliyofanyika mwaka 2012, 24.5% ya wanawake wenye umri wa miaka 15 na zaidi
katika mkoa wa Mwanza hawajui kusoma na kuandika, ambapo katika mkoa wa Kilimanjaro ni 9.7 na mkoa wa Dar es Salaam ni 5.2. Mheshimiwa Spika, tofauti hiyo inatokana na shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii ambazo wanawake wanazifanya katika mazingira yao, ikiwa ni pamoja na biashara, kilimo, uvuvi na kadhalika. Pili, uelewa kuhusu elimu inayotolewa kwa watu wazima unatofautiana kwa vile wengine wana mtazamo finyu kuhusiana na utoaji wa elimu hiyo na hivyo kutojiunga nayo. Tatu, uhamasishaji hafifu wa jamii, hasa wanawake, kujiunga na madarasa ya elimu ya watu wazima na kuhudhuria kikamilifu. B. Mheshimiwa Spika, serikali inachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kuwa wananchi wote wakiwemo wanawake wanapata elimu kama haki yao ya msingi. Katika kutimiza azma hiyo, serikali imeanzisha programu mbalimbali za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kama njia mojawapo ya kuhakikisha wanawake wanapata elimu. Programu hizo ni pamoja na mpango wa uwiano kati ya elimu ya watu wazima na jamii ama MUKEJA. Programu hii ni kwa ajili ya vijana na watu wazima wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Katika programu hii watu wazima hupata stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu pamoja na kufanya shughuli za ujasiriamali. Mheshimiwa Spika, serikali imeanzisha programu ya Ndio Ninaweza ambayo imeanza kwa majaribio katika wilaya 9 ikiwemo ya Ilemela mkoani Mwanza. Programu hii hutumia njia za kielektroniki kama runinga na DVD katika ufundishaji na ujifunzaji kwa vijana na watu wazima kupata stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Vile vile kuna programu ya utoaji elimu masafa na ana kwa ana kwa vijana na watu wazima wanaojiendeleza. Mheshimiwa Spika, katika suala la kumpatia mwanamke elimu, kwa pamoja wizara, mikoa na halmashauri tuna jukumu la kuwahamasisha kujiunga na programu hizi. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya utoaji wa elimu ya watu wazima nchini kote, ukiwemo mkoa wa Mwanza kama inavyotamkwa kwenye sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014. Asante Mheshimiwa Mbatia, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa ukimwelimisha mwanamke umeelimisha taifa, na hapa inaonyesha kitakwimu mkoa wa Mwanza wanawake wenye uwezo wa kujua kusoma na kuandika ni 75.5 tu. Wakati Mwalimu Nyerere anaondoka madarakani takribani miaka 30 iliyopita, alikuwa ameweza kuondoa tatizo hili kwa zaidi ya 95%. Sasa ni miaka 30 ya sayansi na teknolojia. Uone kwamba lengo la pili la milenia, Mheshimiwa Waziri, ambalo ni elimu kwa wote, Tanzania tumerudi nyuma, ambayo tuna vigezo vinatolewa mwaka huu badala ya kwenda mbele. Pale Mwalimu alipokuwa ametufikisha, tumerudi nyuma kwa zaidi ya 20%, ambayo ni aibu kwa taifa na kwa serikali. Pili, mifumo yote aliyotaja hapa, mifumo ambayo sio rasmi, mifumo inayojali utu wa mwanadamu, mifumo ya elimu inayojali utu wa mwanadamu ndio inamfanya mwanadamu aweze kujitambua, kujua jema ni lipi na baya ni lipi. Sasa kwa akina mama hawa, kwa nini serikali haioni ni vizuri ikashirikiana na vyombo vya habari na hasa runinga kutoa elimu kwa Watanzania yenye utamaduni wa Kitanzania, mifumo ya Kitanzania inayokuza utu wa mwanadamu wa Kitanzania, badala ya kukumbatia hii ya magharibi ambayo kazi yake ni kuonyesha ngono tu, ambayo sio utamaduni wa Kitanzania? Naomba Mheshimiwa Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mbatia kama ifuatavyo. Moja ni kwamba ni kweli hali ya kutokujua kusoma na kuandika katika nchi yetu sisi kama serikali haijaturidhisha na wananchi wenyewe haijawaridhisha. Tungependa kufika mahali pale ambapo kila Mtanzania au mtoto au mtu mzima anamudu kusoma na kuandika. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba katika miaka iliyopita tulikuwa
tumepiga hatua kubwa nzuri. Tukichukua Mwanza, ujuaji wa kusoma na kuandika kwa wanawake mkoa wa Mwanza katika sensa ya mwaka 2002 ilikuwa ni 60.5, lakini katika sensa hii ya mwaka 2012, miaka 10 baadaye, ni 75.5. Kwa hivyo imeongezeka kwa kiwango cha 10%. Na kwa taratibu hizi mbalimbali ambazo serikali inachukua, tunatarajia tutakapokuja kwenye sensa nyingine tutaondoka kwenye 75.5 kwa wanawake kwenda katika asilimia ya juu zaidi, pengine 90 au zaidi ya 90, na baadaye kufuta kabisa kadhia ya kutokujua kusoma na kuandika. Kwa hivyo kwa miaka hii yote serikali ilikuwa inafanya juhudi kwa nchi nzima kuhakikisha kwamba wananchi wote wanajua kusoma na kuandika, ikiwemo pia elimu ya lazima ya elimu ya msingi, ambayo nayo ndio itatusaidia kuondosha kabisa kadhia hii ya kutokujua kusoma na kuandika. Kwa swala la pili, tuko tayari sana kutumia media. Tumeanza kuitumia media katika programu mbalimbali kama nilivyozungumza kwenye jibu langu la msingi, kwa ajili ya kuwaelimisha watu wazima na vijana waliokosa kusoma, lakini tutaitumia kwa manufaa haya ambayo Mheshimiwa mbunge amezungumza. Naendelea na swali Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa Herbert Mtangi. Wananchi wa wilaya ya Muheza wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kufuta hati za mashamba ya mkonge ya Fungo, Bwembera, Kiuhi, Segalasi, Lewa, Azimio na Kilapula. Je, serikali itakuwa tayari kuisaidia wilaya ya Muheza gharama za upimaji wa haraka wa mashamba hayo ili kuwagaia wananchi wenye shida ya ardhi? Mbunge wa Muheza lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika mkutano wa 16 na 17 wa bunge lako tukufu, wizara yangu ilijibu swali la Mheshimiwa Omar Nundu, mbunge wa Tanga mjini, kuhusu mashamba yaliyotelekezwa kwa muda mrefu katika mkoa wa Tanga. Aidha, wizara yangu ilitaarifu bunge lako tukufu kwamba Mheshimiwa Rais alikubali mapendekezo ya kubatilishwa kwa milki za mashamba ya mkonge ya kwa Fungo, Bwembera, Kihuhui, Sagulasi, Lewa na Azimio Kilapula. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais kabla hajafuta hati za mashamba hayo aliagiza kwamba ni lazima pawepo na mpango mzuri wa namna ya kugawia ardhi wananchi, na mpango mzuri wa ugawaji wa mashamba hayo uandaliwe. Mheshimiwa Spika, wizara yangu ipo tayari kusaidia halmashauri ya wilaya ya Muheza kwa kuipatia wataalamu na vitendea kazi ili washirikiane na wataalamu wa halmashauri hiyo ili kuharakisha upimaji. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa swala hili ambalo wananchi wa mkoa wa Tanga wamelisubiria kwa muda mrefu, naomba kuchukua fursa hii kuiagiza halmashauri ya wilaya ya Muheza kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Tanga kuhakikisha kwamba wanajipanga kikamilifu kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais aliyatoa tarehe 13 Agosti haraka, ili hatimaye milki za mashamba hayo zibatilishwe na kugawiwa kwa wananchi. Asante. Mheshimiwa Mtangi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwanza narudia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia maombi ya kufutwa hati kwa mashamba ya mkonge ambayo hayaendelezwi. Lakini ninaomba niulize maswali mawili madogo kama ifuatavyo. Kwanza, katika shamba la mkonge la Bwembera kulikuwepo na matatizo juu ya uuzaji na ulipaji katika shamba hilo la mkonge. Sasa kwa sababu agizo la Rais linatushauri tukaanze kugawa, je, mgogoro huo umekwisha ili tuweze kuanza kugawa shamba hilo la Bwembera vile vile kama tulivyofanya shamba la Kibaranga? Na naomba nithibitishe kwamba karatasi za mgogoro huo wa shamba la Bwembera nilimkabidhi mimi mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. La pili ni mgogoro ambao upo katika shamba la Kumburu ambapo Mheshimiwa Spika, yameshatokea mauaji. Shamba hili la Kumburu ameuziwa mtu na hati imefutwa. Niliuliza hapa bungeni kama utaratibu ulifuatwa ili kuwezesha hati za shamba hilo kufutwa. Hadi leo sijapata majibu. Ninaomba kufahamu ni utaratibu gani ulitumika kufuta hati, kwa sababu
Wapo wananchi ambao wameishi katika eneo la shamba hilo kwa zaidi ya miaka 30 na sheria inaruhusu watu hao waweze kupata haki katika kumiliki eneo la shamba hilo ambalo lilikuwa haliendelezwi. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mtangi kama ifuatavyo. Kwanza, kuhusiana na shamba la Bwembera na endapo mgogoro huu umekwisha, napenda tu kumweleza Mheshimiwa mbunge kwamba katika maelekezo aliyotoa Mheshimiwa Rais tarehe 13 Agosti, kimsingi katika mashamba haya 6 ya mkonge Mheshimiwa Rais alikubaliana na mapendekezo ya kufuta hati miliki. Lakini alitoa maagizo, na pamoja na maagizo hayo katika shamba hili la Bwembera, kimsingi alieleza kwamba anatambua kwamba mashamba haya yalibinafsishwa. Kwa hiyo alielekeza halmashauri ya wilaya Muheza ijiridhishe endapo atakapofuta hakutakuwa na mgogoro wa kisheria utakaojitokeza, kwa sababu shamba hili lilikuwa limebinafsishwa kwa mwekezaji. Katika swala la pili, kuhusiana na shamba la Kumburu, ni kweli kwamba alikuwa ameuziwa mtu na umetaka kujua endapo mauzo hayo au taratibu za kufuta hati yalifuata utaratibu. Napenda tu kumwombea Mheshimiwa mbunge kwamba naomba anipe muda kwenye swala hili tuende kukaliangalia vizuri na nitampatia majibu baadaye. Mheshimiwa Nassari. Mheshimiwa Nassari. Mambo mengi kushiu mengine yana. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Nina swali moja tu dogo la nyongeza. Wilayani ya Rumeru, wilaya ya Rumeru ilikuwa ni wilaya ya kwanza ambayo ilimtoa Mtanganyika wa kwanza ambaye alikwenda United Nations mwaka 1952 New York, Marekani, kwa sababu ya matatizo ya ardhi. Na mwaka 1999 mwezi najenga hoja Mheshimiwa, mwaka 99 Rais Mkapa alifuta mashamba 11 kwenye wilaya ya Rumeru na ambayo alipaswa yarudishwe kwa wananchi. Ni miaka 14 sasa, lile agizo alikutekelezwa. Badala yake yale maeneo yamekuwa wananchi wakikodishiwa kwa miaka mingi, na tumeleta nyaraka hapa bungeni. Mheshimiwa Halima Mdee ametoa nyaraka mwaka 2012 na 2013, lakini mpaka leo hii wananchi hawajapewa yale mashamba. Tunataka kujua kwamba serikali ina mpango gani kutekeleza lile azimio la Mheshimiwa Rais ambao kwa miaka 14 halijatekelezwa kuhusu yale mashamba makubwa 11 Rumeru. Natosha kuuliza swali, hizo habari hazituhusu. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Nassari ambaye ametaka kujua hatima ya mashamba 11 ambayo yalitakiwa kufutwa. Napenda tu kumjibu Mheshimiwa mbunge kwamba bado katika masuala ya hati hizi yako kwa Mheshimiwa Rais na masuala haya yanapitia mchakato. Naendelea Wizara ya Habari, Vijana na Utamaduni, Mheshimiwa Mohamed Ibrahim Sanya. Je, ni lini magazeti yatapunguza bei ili watu wengi zaidi waweze kununua na kupata taarifa za matukio mbalimbali yanayotokea hapa nchini na kuelimika pia kwa taarifa mbalimbali zikiwemo za kisiasa na kiuchumi? Swali hili liko katika Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo na linajibiwa na Naibu Waziri Juma Nkamia. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mohamed Ibrahim Sanya, mbunge wa Mji Mkongwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni ukweli kwamba bei ya magazeti nchini ni kubwa, na hali hii inatokana na gharama za uzalishaji, uendeshaji, usambazaji na utumishi. Ni matarajio yangu kuwa bei ya magazeti inaweza kushuka kulingana na nguvu ya soko na wakati unaohusika na mazingira halisi. Aidha, serikali inawahimiza wananchi na halmashauri za wilaya na miji kuanzisha vyombo vya habari vya kijamii, yani community media, yakiwemo magazeti, redio na televisheni, ili kuziba ombwe la kukosa habari na taarifa katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, vyombo vya habari vya kijamii husaidia sana kusambaza habari na taarifa muhimu kwa jamii husika kwa wakati bila ya kujali faida. Swala la nyongeza, Mheshimiwa Sanya. Mheshimiwa Spika, maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa magazeti hasa ya Kiswahili ndiyo chanzo bora cha kuweza kuwapatia taarifa za kiuchumi, kisiasa, afya, kilimo, mifugo na uvuvi watu wengi wanaoishi vijijini,
na kwa kuwa gharama kila mwaka zinapanda hadi leo kufikia gazeti shilingi 800, na si rahisi mtu kuacha kununua mkate au sembe kenda akanunua gazeti. Je, haoni kwamba sasa wakati umefika serikali kupunguza kodi zake katika uzalishaji wa magazeti, hasa kwenye karatasi, umeme na machinery, ili magazeti haya yawe rahisi na lile lengo la elimu kwa ajili ya watu wote liwafikie watu kwa wakati muafaka na kila siku? Swala la pili. Nasoma. Haya. Tuendelee. Na tafakari. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa gazeti sio tu chombo kinachotoa taarifa kwa wananchi wa nchi hii, kuna vyombo kama radio na television, na radio ndiyo chanzo cha pili kikubwa kinachoweza kuwapatia watu wetu hasa vijijini taarifa mbalimbali kama nilivyokwisha zitaja. Na mawe yanayotumika katika radio, yaani batteries, yamekuwa ni ghali na ni yako chini ya kiwango ambayo humalizika kwa muda mfupi baada ya kutumika kwenye radio. Je, serikali ina mpango gani na mikakati gani kwanza ya kupunguza kodi katika vyombo hivi ili 80% ya watu wanaoishi vijijini waweze kupata taarifa na kucontrol kiwango cha betri ambazo zinaingizwa nchini na zinazozalishwa nchini, ili wananchi wetu waweze kutumia betri hizo kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyo sasa? Haya. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Sanya, mbunge wa Mji Mkongwe, kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba magazeti ya Kiswahili yanawafikia Watanzania walio wengi kuliko magazeti ya Kiingereza, na uwezo wao pia wa kusoma magazeti ya Kiswahili ni mkubwa. Ameomba kwamba serikali ipunguze kodi kwa ajili ya magazeti. Niseme tu kwamba serikali inahitaji kodi kwa ajili ya kuendesha masuala mengine ya taifa. Kodi inayotozwa kwenye magazeti pamoja na gharama zake ni ndogo mno. Kwa hiyo serikali haina mpango wote wa kufuta kodi hiyo. Amesema swala la pili kwamba radio ndio chombo ambacho kinashika nafasi ya pili kwa kuwafikia wananchi katika upashaji habari, kitu ambacho si sahihi. Radio ndio chombo muhimu kuliko chombo kingine chochote katika upashaji wa habari duniani kote, kwa sababu ni rahisi mtu kwenda na radio shambani lakini hawezi kubeba television. Kwa nataka niseme tu kwamba mawe ya radio kama alivyosema kwamba yanakwisha kwa haraka, lakini kuombe tu Mheshimiwa Sanya kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa sasa inahakikisha kwamba umeme unafika katika maeneo mengi vijijini kupitia mpango wa REA. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba baada ya muda inawezekana hata matumizi ya mawe ya redio haya yatakuwa ni wakati mchache sana. Asante. Asante. Swala nyongeza Mheshimiwa Mbilinyi. Asante sana, nashukuru Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa tuko kwenye masuala ya magazeti, naomba kuuliza tu swali dogo la nyongeza kwamba serikali ilifungia gazeti la Mwanahalisi bila sababu za msingi. Kwa sababu kwa Mwanahalisi bila sababu za msingi, kwa sababu kuandika habari za kiuchunguzi sio kosa wala sio kuvunja sheria. Sasa serikali ni lini itajitambua na kulifungulia gazeti la Mwanahalisi ili wananchi waweze kupata haki yao ya kikatiba kupata habari kupitia gazeti hili pamoja na gazeti lililofunguliwa juzi la The East African? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbilinyi, mbunge wa Mbeya, kama ifuatavyo. Kwanza, si kweli kwamba serikali ilifungia gazeti la Mwanahalisi bila sababu za msingi. Huo ni uelewa wake tu. Pili, gazeti hili lilifungiwa kwa muda usiojulikana. Kwa hiyo muda usiojulikana unaendelea tu. Inawezekana ikawa baada ya hapa likafunguliwa au kaendelea kuwepo na adhabu ile. Lakini pili, serikali haina nia kufungia chombo chochote cha habari. Lakini pia hakuna uhuru usio na mipaka. Kuwepo kwa uhuru wa vyombo vya habari haina maana kwamba vyombo vya habari viende kinyume na maadili na utaratibu wa uendeshaji wa taifa letu.
Serikali itaendelea kuchukua hatua, lakini nitoe rai kwa waandishi wa habari na wamiliki wa vyombo vya habari, Tanzania ni yetu sote. Hatuna sababu ya kuivuruga kwa kutumia kalamu zetu. Ningeomba waandishi wa habari wazingatia maadili ya taaluma yao na si kwa upande wa serikali. Lengo letu ni kujenga mazingira mazuri kwa ajili ya vyombo vya habari na mustakabali wa taifa letu kwa ujumla. Asante. Mheshimiwa wabunge, maswali yamekwisha na muda umeisha. Bado nakumbusha tabia ya kuhutubia kwenye maswali itatuletea matatizo. Tutakuwa tunajibu swali tu la msingi, alafu mengine yote yataachwa. Na wengine wanauliza criteria gani? Nishawaambia mimi saa 4:30 lazima nimalize. Kwa hiyo sina maswali ya nyongeza. Na saa 4:30 nimemaliza, nafurahi. Kwa hiyo majina ya wageni wetu leo ambao tuna wageni kutoka makao makuu ya Jumuiya ya Madola Uingereza. Naona wametoka. Tulikuwa naye hapa ndugu Tom Lavalle, Head of Commonwealth East African Team in London. Naona wametoka. Na aliongozana na Bi Kate Blanchard, Head of Political Section of the British High Commission. Naona wametoka. Na ndugu Victor Mlunde, Political Advisor kutoka ubalozi wa Uingereza Dar es Salaam. Alafu tuna mgeni mwingine, nadhani yeye yupo Mheshimiwa Crescent Mzindakaya, mbunge mstaafu na waziri wa siku nyingi, yuko pale. Ni mmoja wa wabunge ambaye alifanya kazi ya ubunge kwa muda mrefu sana na sasa amestaafu, anashughulika na mambo yake mwenyewe, lakini alikuwa ni mwenyekiti wa National Development Corporation. Asante, karibu sana, tumefurahi kukuona. Naona wabunge wa sasa hivi hawakumbuki hata wenyewe watu hao. Wageni wengine waheshimiwa wabunge. Tuna wageni wa Mheshimiwa Dr. Pindi Chana, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto kutoka CCT Dodoma, wakiongozwa na mchungaji Dr. Kopwe. Naomba mchungaji Kopwe na wengine wapo wapi? Asante. Naomba msimame. Asanteni sana. Tunaomba sasa muendelee kuliombea taifa hili, na Mungu ndiye anayefanya kazi na sio vinginevyo. Asanteni sana. Na wageni 6, Mheshimiwa Cecilia Pareso, ni wana ushirika kutoka kanisa la KKT Karatu, wakiongozwa na ndugu Erasto Majaliwa. Ndugu Erasto Majaliwa na timu yake wapo wapi? Asanteni sana, asante sana, na nyewe hivyo hivyo tunaomba sala zenu na sio vingine. Tuna wageni 18 wa Mheshimiwa Rahel Masishanga kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, wakiongozwa na ndugu Hassan Kapalatu. Naomba hawa wageni kutoka Chuo Kikuu, sasa nadhani ni wanafunzi kutoka Chuo Kikuu. Asante, karibuni sana. Tunaombeni sana kazi ya kusoma iwe jambo la kwanza. Tuna wageni wa waheshimiwa wabunge wote wa Dar es Salaam ambao ni machinga na mamalishe wa Kariakoo, wakiongozwa na ndugu Steven Lusinde. Naomba hawa wote wasimame walipo. Asante. Naomba asante sana. Tunashukuru kwa kututembelea. Tuna wageni wa Mheshimiwa Rajab Mbaruk Mohamed, mwenyekiti wa kamati ya lake, ambao ni Mheshimiwa Rashid Hamadi, mwenyekiti wa CUF jimbo la Ole. Yuko. Asante, huyu hapa. Na tuna ndugu Kasim Muhammad Juma, katibu CUF jimbo la Ole. Asanteni sana. Alafu tuna wageni watatu wa Mheshimiwa Halifa Aesh kutoka jimboni kwake Sumbawanga, ambao ni ndugu Frank John Pepe. Alafu yuko ndugu Daudi Festo Manga na ndugu Ibrahim Juma Shaban. Asanteni sana, karibuni. Tuna wageni wa Mheshimiwa Jadi Simai Jadi, ambao ni ndugu Siwengi Ali Makame, mwenyekiti wa wazazi jimbo la Mkwajuni. Asante mama, asante sana. Na tuna ndugu Aziza Mohamed Salum, katibu mwenezi jimbo la Mkwajuni. Asante. Naona kina mama wote. Haya, hongera sana. Wageni waliokuja kwa ajili ya mafunzo bungeni
Hawa wapo maafisa 8 waandamizi wa benki ya NMB kutoka makao makuu Dar es Salaam wakiongozwa na ndugu Tom Bogos, kaimu afisa mkuu wa benki. Yuko wapi huyu mkuu wa benki? Yuko pale. Asante sana. Nimekuja kuangalia mwenendo wa tawi letu. Asante sana. Tuna wanafunzi 16 kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine wanaochukua shahada ya uzamili ya sanaa ya maendeleo vijijini wakiongozwa na Dr. Kenneth Bengesi, mhadhiri kutoka chuo hicho. Naomba hawa wote wasimame walipo. Asante sana. Karibuni sana. Tunatakia shughuli njema hapa kwetu. Halafu tuna wanafunzi 127 na walimu wao 4 kutoka shule ya sekondari Kiwanja cha Ndege. Naomba wanafunzi wasimame hapo na walimu wao walipo hapa. Okay. Asante sana. Mmependeza sana na muendelee na masomo. Karibuni sana. Matangazo ya kazi. Mwenyekiti kamati ya bunge ya TAMISEMI Dr. Hamis Kigwangara anaomba niwatangazie wajumbe wa kamati yake kuwa leo tarehe 29 saa 7 mchana kutakuwa na kikao cha kamati katika ukumbi namba 229. Mwenyekiti kamati ya bunge kilimo na mifugo Mheshimiwa Profesa Peter Msola naomba niwatangazie wajumbe wa kamati yake kwamba leo saa 7 mchana watakuwa na kikao chao ukumbi wa Msekwa B. Mwenyekiti kamati ya bunge ya mali asili na mazingira Mheshimiwa James Dembeli anaomba niwatangazie wajumbe wa kamati yake kwamba saa 7 mchana kutakuwa na kikao cha kamati yao ukumbi wa Msekwa, Pius Msekwa. Sasa wale ni B, wengine si ukumbi gani huko. Utagombana huko. Mwenyekiti wa kamati ya bunge miundombinu Mheshimiwa Peter Serukamba naomba niwatangazie wajumbe kwamba leo tarehe 29 saa 7 mchana watakuwa na kikao katika ukumbi namba 231. Mwenyekiti wa kamati ya bunge masuala ya ukimwi Mheshimiwa Lediana Mng'ong'o anaomba niwatangazie wajumbe wa kamati yake kwamba leo watakuwa na kikao saa 7 mchana katika ukumbi wa Msekwa C. Sasa nyewe wa Msekwa mtajua wenyewe. Halafu nimepata tangazo lingine kwamba ninaomba niwatangazie wabunge wa madhehebu ya CCT kwamba leo kutakuwa na ibada saa 7 mchana katika kichaplini chetu kilichoko pala. Hawa ni CCT, jana walikuwa wale wa Roman. Na mnafahamu taratibu, msikiti uko pale, kile chaplini kile madhehebu ya Kristo wanaweza kupeana siku kama walivyotangaza. Leo ni CCT. Na wengine wanaotaka kwenda kusali wakasali tu. Nadhani kusali hakuna mipaka sana. Katibu. Hoja ya